wajibu wako wa kwanza ni kuilinda serikali na kuilinda nchi yako, na moja ya adui wa nchi yetu ni dawa za kulevya. Sasa tena kama ukiwa mtumishi wa serikali hapo wewe tena ukawa sehemu ya kuzalisha kuleta tatizo, ni changamoto. Unapotoa kondomu unasema mkafanye, mnasema sasa watu wanaojidunga sindano wanaanza kutumia. Je, peke unapotoa zile kondomu unasema mkafanye? Hapana. Hicho ni kwamba binadamu jinsi alivyo atafanya tu. Sasa kama nafanya na kwa sababu tunaibu akishapata ule uraibu hayo usiwe atajidunga tu. Sasa tufanyeje? Tumsaidie, tumpe sindano ajidunge salama, hata tumie sindano moja. Wakati huo utoke mchange mind kila kitu. Yaani maibu unaweza kwenda leo umwachishe mara moja. Unamshawishi taratibu. Kwa wakati wewe endelea kutumia, unampa sindano. Ilikuwa changamoto lakini ipo, na kuna watu kampuni hizi dimondo nini, duty mode ndio wanatumia hizi sana Dar es Salaam kule. Kwa hiyo hapo kwa sababu wajidunge salama, wakati wewe tunaendelea kufanyaje? Kuwabadilisha. Inaendelea ile syringe maana sindano. So akaja na kampuni kidunge salama ili kumsaidia. Maana yake nini? Kwa alipofikia hatuwezi kumnyima asijidunge kwa sababu atajidunga kwa sababu ana uraibu. Kwa cha kufanya tunampa syringe mpya, tusambaza zile syringe mpya ili kupunguza maambukizi ya ukimwi na homa hii wakati tunawasaidia kuweza kutoka. Lakini hizi kampeni au hizi projects zinaishiaga wapi? Napata shida kwa hizi projects ya zile sustainable kwa njia moja ama nyingine. Kwa sababu ni kama business as usual. Kwa kata ya Ikoma, halmashauri ya wilaya ya Rorya. Mimi swali langu ni kwa nini msianzishe kitengo, angalau kitengo kiwepo ikiwezekana kwa kila halmashauri kwa maana ya hospitali ya wilaya? Maana ni kweli tayari wagonjwa wapo kwa kila wilaya, kwa kila kata, kwa kila vijiji na kwa kila vitongoji. Mimi kwa majina naitwa David Tumbu, ni ofisa wa mamlaka ya kudhibiti vimelea vya malaria kanda ya Ziwa. Leo tarehe 17 mwezi wa 6 2026 tulikuwa tunatoa semina kwa watumishi wa halmashauri ya Rorya ili kuwajengea uwezo wa kujua madhara ya dawa za kulevya, lakini pia kuhamasisha wakawa mabalozi wetu wa kwenda kutoa elimu kwenye jamii ambao wanaongoza. Katika watumishi hao kulikuwa na watendaji wa vijiji, lakini pia watendaji wa kata, maafisa elimu, walimu na wakuu wa shule ambao ukiangalia wanakaa na watoto au wanakaa na jamii ambayo ni root cause au sehemu kubwa ambako dawa za kulevya zinatumika pia, lakini kuhivyo. Kwa hiyo kwa kuwapa hiyo elimu wameelewa madhara, lakini pia watakuwa mabalozi wema kwenda kuelimisha wengine kuhusu dawa za kulevya. Na tunaamini mapambano ya dawa za kulevya kwa kushirikisha wadau mbalimbali kama hivyo watumishi ambao wako chini kabisa kwenye jamii itasaidia kwa kiasi kubwa kuhakikisha elimu yote inafika kwenye jamii kwa ujumla. Na ni lengo letu sisi kama mamlaka kanda ya Ziwa kuhakikisha kwamba kila sehemu inafikiwa na elimu. Licha kwa kufanya operation mbalimbali za kukamata wauzaji wa kulevya na wasafirishaji, lakini pia tuna elimu tunaipa kipaumbele kwa sababu kwa jamii za huko, kwenye jamii za Mara, wengi wanaamini dawa za kulevya hasa bangi ni dawa ya kulevya ambayo kwao haina madhara, lakini kwa kuelimisha hivi wanapata uelewa. Lakini pia kama ukijaribu kuangalia mkoa wa Mara ni mkoa ambao uko karibu na nchi za wenzetu ambako pia kuna dawa za kulevya zinazoingiza. Kwa hiyo kwa kuwapa elimu wamefahamu, lakini pia wameahidi ushirikiano kwamba watakuwa wanatupa taarifa mara wanapoona viashiria vya watu kuingiza dawa za kulevya kutoka nchi za wengine. Asante sana. Naitwa Mwalimu Elsiana Robert. Kutokana na semina hii tuliyopata leo mafunzo, niweza kujua faida mbalimbali, nimeweza kupata faida mbalimbali. Sisi kama walimu tukiwa ni walezi wa watoto, tuna jukumu la kwenda kuwalea watoto kwa sababu tunakaa kwa muda mrefu. Hivyo tutaelekeza namna ya kujiepusha na hivi haya mambo yanayosababisha kujiingiza katika madawa ya kulevya. Asante. Ngarucho ni afisa mtendaji wa kata wa Nyantorobo. Leo tumeweza kuhudhuria kupata mafunzo ya semina namna gani ya kuweza kupambana na madawa ya kulevya. Tunashukuru kwa elimu kubwa tuliyopata na kwa namna na madhara ambayo tumeyapata yanayoweza kutokana na madawa ya kulevya, hasa kwa vijana ambao wako maeneo yetu, hata pia kwa watumishi. Kwa hiyo jukumu letu baada ya kupata hii semina leo ni kwenda kule chini tuliko kwenye vijiji vyetu na kata tulipo kuweza kutoa elimu kwa viongozi kwenye WDC zetu, halmashauri za vijiji, lakini pia kupitia mikutano mikuu ya vijiji kuweza kutoa elimu kuhusiana na madhara haya ya madawa ya kulevya. Hiyo basi tunashukuru kwa shughuli hii ya leo
na tunaendelea kuombea ili zoezi liwe endelevu kwa maeneo yetu ili tuendelee kubaki na Tanzania salama.